Mpendwa mtazamaji wa Tanzania ITV, kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like tunapoendelea kupeperusha matangazo haya kutoka Mbeya, Tanzania. Karibu sana ili ni kutaarifu habari ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Vile mnajua, muasisi ambaye alikuwa mwenyekiti wa kwanza katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema nchini Tanzania, Mzee Edwin Mtei aliweza kuaga dunia usiku wa kuamkia siku ya Jumanne Januari 2026 akiwa nyumbani mwake. Sasa baada ya shughuli mipango kuwekwa kuhusiana na maziko ama siku ya kuzikwa kwake, sasa hali hatari imeweza kutangazwa rasmi kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Aibu imeweza kutanda katika serikali ya Samia Suluhu Hassan ya CCM baada ya Suluhu kufukuzwa kuhudhuria mazishi ya mwenda zake Mtei Edwin ambaye alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa chama cha upinzani Chadema ambacho sasa hivi kinaongozwa na Tundu Lissu ambaye yuko gerezani. Naomba tuangalie ni kivipi Rais Samia Suluhu Hassan amefukuzwa kwa mazishi. Wananchi wa Tanzania, baadhi yao wa mrengo wa upinzani, wamemfukuza Rais Samia Suluhu Hassan na kumwambia asijaribu kuhudhuria mazishi ya Edwin Mtei wa Chadema baada ya hata yeye kuomboleza kifo chake na kumsifu kwamba alikuwa mwana demokrasia, haswa kwa kushiriki kuleta vyama vingi vya kisiasa hapa Tanzania. Sasa wamemzuia asihudhurie mazishi ya Mtei kwa sababu ikiwa anataka kuhudhuria mazishi hayo ambayo yamepangwa sasa hivi tunapoenda hewani, lazima serikali yake na yeye mwenyewe Samia amwachilie huru kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu kama ishara tosha yeye anasamehea, ili ionekane kufaulu kwa Tundu Lissu kwa sababu naye aweze kupata nafasi ya kuhudhuria mazishi ya muasisi ama mwenyekiti wa kwanza wa chama cha Chadema. Wanasema haiwezekani mwenyekiti wa kwanza Edwin Mtei azikwe pasipokuwa na uwepo wa Tundu Lissu. Ikiwa Suluhu hawezi kukubali kumwachilia huru Tundu Lissu asijaribu kufika kwa mazishi ya Edwin Mtei, atavamiwa. Na wamesema wananchi hawa kwamba hata mwanachama wa CCM, Chama cha Mapinduzi, asionekane kwa mazishi ya Edwin Mtei ikiwa Tundu Lissu ataendelea kukaa gerezani. Hii ni njia moja ya kumwomba Samia Suluhu Hassan penye imefika imetosha. Haiwezekani kiongozi wa Chadema akae gerezani kwa muda huu wote pasipo fikishwa mahakamani ama kesi yake kutofikishwa mwisho, ili kama ni hukumu ambayo inatolewa itolewe ili julikane
ni kivipi Tundu Lissu ataendelea na maisha yake. Tundu Lissu kufikia sasa amekaribia miezi 10 akiwa gerezani na kuvunja rekodi ya kukaa gerezani kwa muda mrefu zaidi, haswa kwa mwanasiasa, na aliweza kushitakiwa kwa kosa la uhaini. Na vile tunajua hapa Tanzania uhaini hakuna dhamana kulingana na sheria zilizopitishwa mwaka 1977. Lakini na Tundu Lissu amekaa gerezani zaidi ya siku 130 pasipofikishwa mahakamani, kumaanisha hamna ushahidi wa kumshtaki na uhaini ambao anawekelewa. Na Tundu Lissu aliweza kuzuiliwa kwa sababu ya siasa. Tundu Lissu ni mwanasiasa maarufu hapa Tanzania. Alifungwa mnamo wa mwezi wa 4 mwaka jana 2025 ili iwe kizuizi kwake kutowania kiti cha urais ili kufanikisha Samia Suluhu Hassan kuteuliwa kuwa rais. Ndio maana Watanzania wamesimama kidete, wanasema ya kwamba ikiwa yeye Samia amefaulu kujiteua kuwa rais, mbona asimwachilie Tundu Lissu, kwa sababu amefanikisha kile ama lengo lake ambalo alikuwa analenga kulifanikisha limetimia, na sasa anastahili kumwachilia huru Tundu Lissu. Na kwa kusema ukweli, Tundu Lissu hata hali yake ya kiafya sio njema. Ameyapitia mengi na kuna wakati alipigwa risasi 16. Ni mwanasiasa ambaye anastahili kupata matibabu kila mara kuhakikisha ya kwamba maisha yake yanaendelea. Lakini serikali ya kiimla ya Samia Suluhu Hassan inaendelea kumushikilia kufikia sasa, huku kesi yake ikipangwa kusikizwa mwezi ujao wa pili, jambo ambalo limeweza kuleta utata na kuwafanya Watanzania kukasirika kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Ndio maana tangazo maalum limetolewa na wananchi kwamba Suluhu asithubutu kuhudhuria mazishi ya mwenyekiti wa kwanza wa Chadema ambaye siku moja alikuwa waziri wa fedha, siku moja akawa gavana wa benki kuu hapa Tanzania. Asije akahudhuria mazishi hayo kama hawezi kumwachilia Tundu Lissu. Mipango maalum ya kumzika Mtei imepangwa na tutawatangazia katika video ambayo tutatengeneza baadaye, kwa sababu John Heche ambaye ni msaidizi ama mwenyekiti naibu wa Chadema amenguruma kuhusiana na hayo na mipango maalum. Kabla nitamatishe na kuomba, ikiwa unatutazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe, chukua sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, ambapo tunakutaarifu siri zote pindi tu tunapozichanganua na kuziweka kwa meza. Usisahau kuponyeza alama ya like, na shukuru kwa kunifuatilia kila wakati, na asanteni tena sana zaidi.